نعم. وقال رحمه الله تعالى: وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن مطر عن أبي العالية البراء قال: قلت لعبد الله بن الصامت: يصلي يوم الجمعة خلف أمراء يؤخرون الصلاة. قال: فضرب فخذي ضربة أوجعتني، وقال: سألت أبا ذر عن ذلك فضرب فخذي، وقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. قال: وقال عبد الله: ذكر لي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ أبي ذر. وقال: حدثني أبو غسان المسمعي قال: حدثنا معاذ وهو ابن هشام، معاذ بن هشام بن عبد الله بن أبي عبد الله، معاذ بن هشام بن أبي عبد الله قال: حدثني أبي. معاذ anasema amesimulia baba yangu, baba yake ni Hisham bin Abi Abdullah, an Matari, Matar wa Matar bin Tuhman, Matar bin Tuhman Abu Raja'i al-Khurasani wal-Warraq, Matar bin Tuhman wa Matar bin Tuhman Abu Raja' al-Khurasani al-Warraq. مطر بن طهمان بن طهمان أبو رجاء الخرساني الوراق. عن أبي العالية البراء عبد ربي قال: قلت لعبد الله بن الصامت: نصلي يوم الجمعة خلف أمراء، نصلي siku ya Ijumaa nyuma ya viongozi, فيؤخرون الصلاة, chelewesha swala. قال: فضرب فخذي ضربة أوجعتني, akalipiga paja langu pigo ambalo liliumiza paja, yani lisikia ule uchungu. Wakala: sa'altu Aba Dharr an dhalik, akasema nilimuuliza Abu Dharr juu ya hilo. Fadharaba fakhidhi, na Abu Dharr akanipiga paja langu. Wakala, akasema Abu Dharr: sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalika. Faqala, yani nilimuuliza Mtume sallallahu juu ya jambo hilo. Mtume akasema: sallu salata liwaqtiha waj'alu salatakum ma'ahum nafila, na ifanyeni hiyo sala mtakayosali na viongozi wenu wanaochelesha sala kuwa ni nafila. Qala: wa qala Abdullah ibn Samit: dhukira li anna nabiy Allah daraba fakhidha Abi Dharr. Naam. وقال رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها. نعم. باب فضل صلاة الجماعة، وهو ذي فضل صلاة الجماعة، وبيان التشديد في التخلف عنها، na ufafanuzi na ubainifu mkazo katika wale swali ambao wanaikhalif, wanaikengeuka hiyo swala ya jamaa, wanaiacha swala ya jamaa. Na kwamba swala ya jamaa, kauli rajihi, mwenye kuiacha amdan fa huwa athim, mwenye kuiacha amdan swala ya jamaa fa huwa madha, fa huwa athim, mapata dhambi. Kwa sababu ikiwa kila mmoja atakalia swali nyumbani kwake, hii misikiti itakuwa na kazi gani sasa? Itabaki misikiti yote duniani itabaki imamu tu, na mwisho imamu atakuwa na wa nini wewe imamu msikitini? Na yeye mwisho, sababu anakwenda msikitini kwa peke yake, mwisho yote na yeye atakuwa ataswalia nyumbani kwake peke yake, itabaki misikiti nyumba za popo au itabaki nini? Sifahamiana aliyakuwa kwamba misikiti hii imejengwa bunia liiqamati salat, kama dhikrillah ta'ala, jengwa misikiti, wana hiyo swala hizo ni swala za jamaa. Na hivyo hivyo dawa manabii sallama baada binai masjidi, sasa jamaa alikudumu kwa Mtume sala baada ya kujenga msikiti, akadumisha swala za jamaa, watu wote kawa na swala za jamaa. Sasa ikiwa watu wote mtaani au mjini watu wanaswalia makwao, itakuwaje? Kwa yule atakayeswalia nyumbani basi na sababu za kimsingi, basi na dharura za kimsingi, basi huyu ni athimun. Si tumefahamiana? Kada shaddada baadhi ulama ala anna salatahu batila wa laysa bisahih, bal huwa athim.
sawa kwa ni jambo ambalo ni swala ambayo imetiliwa mkazo sana na imekokotezwa sana. Kuna wengine wanafanya tasahuli, bwana swala jamaa unajua. Sasa hii misikiti itakuwaje tukaiacha hii swala? Au itakuwa sasa ni vijiwe hoja kukaa na watu kusubiria muda wa kuuza alkasusu au kuuza alquyati, make kabla ya mjini ni alkasusu au itakuwa ni kwa ajili ya kamati za msikiti za vurugu zile za wazee wale shastaafu huko akiwa kufanya kazi TRA, TRC, Tazara, kufanya kazi wa shastaafu, ndio imekuja msikitini wao ndio kwa sababu wazawa wao ndio wenye msikiti huo umeurithi minajdadi min al-abai kutoka huko. Sasa vurugu, mnataka nini nyie? Nini? Kwa kuna pesa hiyo, lile kapu likipita na kadha, labda nje kuna milango ya maduka na hivyo. Sasa hata hizo pesa zenyewe za kwa msikiti, hata kama wakigawana wa watu hawa wanakamata watu wazogo, hamna wanachopata. Utapata kiasi gani? Watapata 50,000 inshallah. Maana sasa watu 9 ile watafaidika nini? Isipokuwa ni zile nafsi mbovu na nafsi chafu ndio shida, na kwa sababu hawana yale ya muhimu ya msingi ya kuyafanya, na ya muhimu ya msingi kuyafanya ilmu na nashrul ilm, kuieneza ilmu. Simefahamiana ingekuwa nayo hayo singehangaika kwa kulilia kuwa mtu katibu na mwenyekiti wa msikiti ni mgogoro kweli kuwa ni watu wa misikitini mvurugu kila siku. Katika nini unapata video zinatumwa watu wanagombana msikitini, mara jamaa mbili huko Allahu akbar sami Allahu liman hamida, Allahu akbar Allah. Kuna nini? Ukishaona tu kuna gogoro ujue hapo kuna harufu ya pesa hapo. Ile misikiti ambayo haina miradi, haina milango ya mafremu na kadha, ile kidogo imepoa. Hiyo utasikia kwa sababu msikiti umekaa sehemu nzuri. Watu wanarai sana, jua hapa tukijenga hivi tutapata pesa. Huu msikiti tukiweka mafremu hapa tutapata pesa. Tukirudi hiki tutapata pesa. Yaani habari ni pesa tu. Sasa vitu vingine vyote, misikiti mbele imekuwa kama masoko vile. Misikiti imekuwa kama masokoni, mafremu yote. Lakini zaidi ya hapo tena michango inaendelea kushanga luku. Sasa kuna frame tutapata pesa. Ina maana waumini walikuwa sasa mambo kulipia maji, kulipia umeme, ilikuwa sasa tayari washapunzika, si ndio? Kwa sababu kuna miradi. Lakini misikiti hiyo ndio inayoongoza kwa kuchangisha. Sasa unaona, sasa ile frame inakuaje? Lakini tayari tutapata pesa, na kweli tunapata pesa. Huo ni mtakini kwa elimu, wale shababu watu watafute ilmu, ukusanye ilmu. Huko zama zitafika mtakuwa watu wazima, mtakuwa wazee, msije mkaja kwa watu wafujo. Mwe wazee, mwe watu watulivu kama kina mzee Muhammad pale. Mzee Muhammad Allah yahfadhu. Wanafunzi wako pamoja mzee Muhammad Nyota. Yeye kuiumba, tulia na angalia tu watu. Mpaka leo alhamdulillah ni tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumefahamiana. Kwa hiyo shabab, sasa ilmu itawasaidia huko mwendako, na itawasaidia wale mtakaokutana nao nyakati hizo, na kusaidia umma kwa ujumla na Uislamu, na kuepukana na haya imekuwa sababu uchache wa ilmu sasa imekuwa ndio hivyo, na mtawasaidia watu wengi sana kwa ilmu hii. Kwa jitahidini, ni umri wenu wa talabil ilmi, subiri mpaka mkashughulishwa sana. Kaja sasa wewe umejenga huko wapi kule Mwandege au Mkuranga, umejenga pata kiwanja chako Mwandege au Mkuranga, usitaka kuja darasani mbali hapo. Mzee ajitahidi, jazakallahu khaira, anatoka mbali ajitahidi kwa sababu anajua ile thamani. Lakini mtu anajua thamani kishajenga Mwandege, ukifika pale Mwandege sawa, anakwambia mpaka nakoenda nyumba yake ilipo shilingi 2500 kwa bodaboda. Utajua kwa bodaboda 2500 ni umbali gani huo. Sasa uweze utakuja ukakaa ukasikia darasa ukasoma
utakuwa unatoka ndio kutafuta riziki, kisha unarejea unawahi nyumbani. Sisi tunafahamiana. Sasa kipindi hiki wao hajabeba majukumu, stafidi ilmu. Mashekhi hapa wanapishana mbali, kila siku kutoka huyu anakuja huyu, istifada kubwa. Sisi tunafahamiana. Aiywa, kuna watu wanajua istifada durusi hizi, kuna watu wanajua. Abu Abdullah Chuma hapa Abu Abdullah Chuma mwanafunzi wangu miaka mingi sana. Miaka mingi zaidi ya 10 na ngapi zile. Kwa rafiki yangu bwana. Ila Chuma rafiki yangu. Masha, durusi zangu za harakati nyingi, vitabu vingi Abu Abdullah amesoma. Tutasoma kule katika msikiti wa Furqani. Karibu zote. Masha. Na amestafidi. Bado kidogo kuna dakhan yetu tunaendelea kuichukua. Ni kipindi chenu cha kustafidi. Tulikuwa wengi hapa, wengine wameondoka, wengine wamesoma hapa, muda umeisha, wameondoka majumbani. Huko walipo wamekuwa ni mashekhi wakubwa katika miji mbalimbali. Na watu wako Mozambiki, na watu wako Malawi, na watu wako Kongo. Kusoma walikuwepo hapa. Sawa, Kongo wamerejea makwao kufanya dawa. Sasa naona majukumu makubwa mno. Wengine hawaja kusoma diploma, lakini wameshindwa kwa sababu ya majukumu yamekuwa ni makubwa. Waislamu wanawategemea katika miji yao huko. Basi tumewaunganisha, wanasoma ndani online. Sasa sababu sasa imekuwa nzito, akiondoka Waislamu itakuwaje huko maeneo hayo? Sasa shababu, mnapata fursa, jitahidi. Sawa, wewe Sheikh Waliwale, ujitahidi Sheikh Waliwale, some. Sawa, ujikaze, usilalamike. Sawa, wewe ni rajulun. Sisi tumefahamiana. Waliwale watu wanasubiri ukasaidia kazi kwa ajili ya kueneza dawa katika wilaya ambazo unajua mwenyewe zilivyo nyuma. Basi zitaenda vipi? Ni kwa vile kwenda kufundishwa baada ya watu kuwa wamesoma. Wapo maduati jazakumullah khair, kikuongeza nguvu. Sisi tumefahamiana shababu. Aiywa. Naam. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. وقال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك، ومالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم أبو شهاب الزهري. سعيد بن مسيب مختلفيان علماء، ni مسيب au musayyab. Baadhi ya ulama wanaona kama ni musayyab, Said ibn Musayyab, wengine ibn Musayyib. Mesikia wale mashaikh kwamba mwenyewe alikuwa anapenda ile Said ibn Musayyib. Kwamba hadathana Sheikh Abdullah Muhammad Matari Zaharani, tambia mwenyewe kwa kipenda aitwe rahimahullah ta'ala Zaharani, aitwe Said ibn Musayyib. Lakini hata ikiwa ni Musayyib sah. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala: salatul jama'ati afdal min salati ahadikum wahdahu. Swala ya jamaa ni bora kuliko swala ya mmoja wenu peke yake. bi 25 juz'a, kwa daraja 25. Naam. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده 25 درجة. قال: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى، هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى
Abdul A'la ibn Abdul A'la, ambaye huyu Abu Abdul A'la ibn Abdul A'la Abu Muhammad as-Sami al-Basri, sawa, mara nyingi anapokea an Ma'mar ibn Rashid. Kimuona kwamba Abdul A'la anayepokea kwa Ma'mar ibn Rashid ni Abdul A'la ibn Abdul A'la. Wa katika Sahih Muslim wako wengi, lakini Abdul A'la ambaye ni anapokea kutoka kwa Ma'mar ibn Rashid huwa ni Abdul A'la ibn Abdul A'la Abu Muhammad as-Sami al-Basri rahimahullah ta'ala, kwa mwaka wa 189 Hijria. An Ma'mar wa Ma'mar ibn Rashid an az-Zuhri an Sa'id ibn Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفضل الصلاة في الجميع، inakuwa bora inafadhilika swala katika jamaa ala salati ar-rajuli wahdahu, dhidi ya swala ya mtu peke yake 25 kwa daraja 25. قال وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار fi salati al-fajr, wanakusanyika malaika wa usiku na malaika wa mchana katika salati al-fajr. Kwa maana wale wa mchana wanakuja, wale wa usiku wanaondoka. Wale wakati gani wanakutanika? Ni katika salati al-fajr. Ndio maana hiyo. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iqra'u in shi'tum, someni ikiwa mtataka, wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda, nasoma Qur'an al-fajr, hakika usomaji wa Qur'an al-fajr ni wenye kushuhudiwa na malaika. Kushuhudiwa nani? Na malaika. Sura al-Isra aya 78. Sura al-Isra aya 78. Naam. وقال رحمه الله تعالى: وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث عبد الأعلى عن معمر إلا أنه قال 25 جزءا. سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث عبد الأعلى بن عبد الأعلى بن محمد عن معمر إلا أنه قال 25 جزءا. 25 جزءا. وهذا شعيب هذا ناني شعيب ابن أبي حمزة القرشي مولى بني أمية الحمصي. شعيب ابن أبي حمزة القرشي مولى بني أمية الحمصي. واسم أبي حمزة هو دينار، اسم أبو حمزة ودينار. amekufa mwaka 162 Hijria rahmatullahi ta'ala alayhi. Naam. Naam. وقال رحمه الله تعالى: وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنبي قال حدثنا أفلح عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن سلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة الفجر. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن كعنبي قال حدثنا أفلح وأفلح بن حميدي بن نافع النجاري الأنصاري المديني أبو عبد الرحمن. أفلح بن حميدي بن نافع النجاري الأنصاري المديني أبو عبد الرحمن. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
عن سلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة صلاة جماعة تعدل 25 من صلاة الفرد. نعم كما مر بنا inazidi kuizidi swala ya mtu mwenye kuswali peke yake daraja ya 25 na mtu mwenye kuswali peke yake. نعم. وقال رحمه الله تعالى حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن حاتم أنهما قالا حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عمرو بن عطاء بن أبي الخوار أنه بينما هو جالس مع نافع بن جبير بن مطعم إذ مر بهم أبو عبد الله ختن زيد بن زبان مولى الجهنيين فدعاه نافع فقال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. وقال حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن حاتم أنهما قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أنه بين هو جالس مع نافع بن جبير بن مطعم كياك عمر بن عطاء بن أبي الخوار alipokuwa ameketi pamoja na Nafi bin Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhum idh marra bihim ghafla akawapitia wao Abu Abdullah huyu ni Khatanu Zaid ibn Zabban ni mkwe wa Zaid ibn Zabban wazi maula al-Juhaniyin fada'ahu Nafi bin Jubair ibn Mut'im akamwita Abu Abdullah faqala Nafi akasema sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul mimi nilimsikia sahaba Abu Hurairah radhiyallahu anhu akisema قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مع الإمام صلاة جماعة صلاة بين الإمام أفضل نبورا من 25 صلاة يصليها وحده kuliko au dhidi ya swala 25 mtu anaswali peke yake kwa maana hiyo kwa daraja 25 au ta'dil. Wazi? Kwa nani huyu ni Nafi ibn Jubair ibn Mut'im yakimfahamisha Abu Abdullah Khatanu Zaid ibn ambaye alikuwa ni mke wa Zaid ibn Zabban. Naam. Kwa maana mke analimolea binti yake. Abu Abdullah huyu alimoa binti wa Zaid ibn Zabban. Naam. وقال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك النافع عن ابن عمر نافع هو نافع بن مولى ابن عمر هو نافع مولى ابن عمر ni kijana wa Abdullah ibn Umar sio Nafi ibn Jubair ibn Mut'im sawa alladhi marra bina qariban an ibn Umar na mara nyingi sana kwa ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala salatul jamaa afdal ni bora min salatil fardhi kuliko swala ya mtu kusali peke yake bi 27 daraja kwa daraja 27. Naam. وقال رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن مثنى أنهما قالا حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27. وقال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن مثنى أنهما قالا حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الرجل في الجماعة صلاة يمتو ndani ya jamaa tazidu ala salatihi wahda inazidi juu ya sala yake peke yake
27 daraja, kwa maana yazidi daraja 27. Naam. وقال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي أنهما قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد. قال ابن نمير عن أبيه 27، وقال أبو بكر في روايته 27 درجة. وقال وحدثناه ابن رافع قال أخبرنا ابن أبي فليك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 27. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وزيد بن أسامة وابن نمير عبد الله بن نمير قال وحدثنا أبو النمير يعني محمد عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير اسمه من جنسي بابا yangu baba yake ni Muhammad, sawa لا huyu حدثنا ابو النمير حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي اسمه من جنسي baba yangu baba yake ni Abdullah ibn Numair قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد. قال ابو النمير عن أبيه قال محمد بن نمير عن أبيه عبد الله بن نمير 27. وقال أبو بكر في روايته 27 درجة. وحدثناه ابن رافع قال أخبرنا ابن أبي فليك قال أخبرنا ضحاك بن حرب النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 27. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وفي رواية إن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد ب25 جزءا، وفي رواية ب25 درجة، وفي رواية ب27 درجة. imekuja hivyo kwa 20 daraja 25 au sehemu 25 au daraja 27. Waljamu bainahuma, kwa jamu baina hizo 25 na 27, annahu la munafat bainahuma, hakika kwamba hakuna ukinzani baina hizo. Fadhukira alqalil, imetajwa ile chache, kutajwa chache, kutajwa ile chache la yunafi alkathiri, akinzani na ile nyingi. Wa mafhumu aladad batilun inda jumhur alusuliyin, ama kuzingatia ile idadi ni jambo ambalo halina nguvu katika mafuhumu ya ulama wa usul alfiqh. Kwa imetajwa huko 25 na huko 27, wala hakuna ukinzani baina ya 25 na 27. Si tumefahamiana? Kwa maana yake kwamba mtu mwenye kuswali peke yake anazidiwa fadhila nyingi, daraja nyingi na nani? Na mtu ambaye anaiswali swala ya jamaa. Sawa? Hiyo njia ya kwanza. Njia ya pili, an yakuna akhbara awalan bil qalil, ikawa mwanzo Mtume sallama alielezea chache, thumma a'lamahu Allah ta'ala bi ziyadati al-fadl, kisha baadaye Allah akamfunulia akamuelekeza kuzidi kwa zile fadhila. Fa akhbara biha, basi kisha Mtume ufahamisha umma wake. Mwanzo aliyefahamishwa kwamba ni daraja 25, lakini kisha baadaye huko akafanya zimezidi sasa ni 27. Hiyo ni waji ya pili ambayo ameelezea al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ama wajhu thalith, ama njia ya tatu, annahu yakhtalifu bi ikhtilafi akhwali al-musallin, kwamba wende ikawa inatofautiana kwa tofauti ya hali za wenye kuswali, wasalat, na vile vile hali ya swala, hali ya wale wanaoswali jamaa na hiyo swala wanayoswali. Fayakunu li ba'dihim 25, wakati mwingine zakawa kwa baadhi yao wakapata daraja 25, wali ba'dihim 27, na baadhi yao wakapata 27, bihasabi kamali sala, kwa kuzingatia ule ukamilifu wa swala.
sawa, wa muhafadhatihi ala hayatiha, na kule kuhifadhi ile swala, kuhifadhi ile hay'a ya sala, wa khushu'iha, na khushu' yake, wa kathrati jama'atiha, na wingi wa jamaa, wa fadlihim, na wale fadhila wale watu, wa sharafil buqa, na utukufu wa eneo, kwamba eneo hili liko wapi, wa nahau dhalika, na mfano wake. Si tumefahamiana Fahadhihi hiya al-ajwibatu al-mu'tamada, basi haya ni majibu ambayo yenye kutegemewa maulama ambao waliyajibu kujibu swali hili kwamba mbona huko 25 huko 27. Haya ndio majibu ambayo yenye kutegemewa. Si tumefahamiana? Wa fahadhihi hiya al-ajwibatu al-mutaammida wazi. وقد قيل إن الدرجة غير الجزء، سيما درجة سيو جزء، وهذا غفلة من قائله. maneno haya hii ni ghafla inaonekana kwa yule aliyesema. Fa inna fi sahihaini 27 daraja, kuna ipatikana katika sahihaini kuna 27 daraja wa 25 daraja. فاختلف القدر مع اتحاد اللفظ الدرجة والله تعالى أعلم. akaendelea akasema Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wahtajja ashabuna والجمهور بهذه الأحاديث على أن الجماعة ليست بشرط لصحة الصلاة، kwamba wale maulama wa madhhabu al-fiqhiyya ya Shafi'iyya wale mashafi wametoa dalili kwa hadithi hizi, na vivyo ndio kauli jumhur ala anna al-jama'ata, hakika sala jamaa laysat bi sharti li sihhati sala, sio sharti ya kusihi sala, khilafan li Daud al-Dhahiri rahimahullah ta'ala, tofauti na vile alipokwenda Daudi Dhahiri amekwenda kwamba ili sala yako isihi basi lazima usali jamaa, ambayo hii sio kauli jumhur. Wazi? Naam, inatosha kwa leo hapa. Inshallah tutaendelea katika juma lijalo inshallah taala.